na Mashirima Kapombe. Hujambo mtazamaji, karibu kwenye Nipashe siku hii ya Ijumaa. Ni Franco za kuungana nawe tukiwa na walimu wetu wa Kiswahili Nuhu Zuberi Bakari na Munene Nyaga. Kama ilivyo kawaida, kuna hiyo nambari tunayokupa kwenye runinga yako. Kama unataka kushiriki nipe nikupe, piga simu sema nataka kushiriki nipe nikupe na tutakupatia fursa hiyo. Na bila shaka tuwezi kukosa shairi la Bakari, ambapo hii leo anaukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na pia kwa Wakristo pia tumeanza pamoja kufunga wakati huu baada ya miaka mingi tu. Tumepatana wakati mmoja kwa sala, kufunga na kutoa zaka. Hayo yote ni ya baadaye. Kwanza tupate leo. They just came to where we were in our car, and then they said to pay pesa. Magenge ya wahalifu yazidi kuteka Nairobi na Nakuru. Wakuu wa usalama wakifanya mkutano wa dharura wa usalama. Watu wawili wauguza majeraha ya risasi kufuatia makabiliano makali kati ya wafanyabiashara na askari huko Kitengela. Kutoka ikawa Eastside iko na uchungu mingi, hiyo yenye ilikuwa imeng'olewa meno. Siwezi pitisha hata ulimi hiyo side kwa hizo meno. Mama hangaika baada ya kung'olewa meno katika hospitali ya rufaa ya Makueni, kumwacha na makovu ya maisha. Na kwenye longalonga hii leo tunauliza, kufanya inda inamaanisha nini? Kushikanisha vitu mingi pande hii na pande hii. Kama US into Kenya. Kitu intimate. Kufanya inda ni kuwa na wivu. Karibu kwa taarifa zetu. Mfasiri kwa lugha ya ishara ni Yula Nzale. Huku jiji la Nairobi likiendelea kushuhudia ongezeko la visa vya uhalifu haswa vinavyohusisha magenge ya wahuni walioabiri bodaboda, huko Nakuru taswira ya utovu wa usalama pia inashuhudiwa. Tangu mwaka ulipoanza, watu 3 wameuawa na wengine 38 kudungwa visu baada ya kuvamiwa na wezi mjini humo. Na hapa Nairobi, mkutano wa dharura wa wakuu wa usalama umefanyika, kama anavyotuarifu Willy Lusige. Kwa Daktari Magare Gikenya, mkazi wa Nakuru, siku ya wapendanao iligeuka kuwa ya kilio kwake alipovamiwa ghafla na wahuni akiwa ndani ya gari lake katika mtaa wa London, Nakuru West. Wezi wenye silaha walimvamia na kumuibia mali yake. And then they said to pay pesa. Tupe pesa matukufinye. Gikenya akisema hakutarajia kuvamiwa kwa kuwa jiji la Nakuru halijashuhudia visa vya aina hiyo kwa muda mrefu. They always move in a group of between 5 to 6. If you don't have anything, sometimes they just knife you directly. Na familia ya Martin Mudhoni Thogo bado inaomboleza siku chache baada ya kumzika mpendo wao aliyedungwa visu na wezi katika mtaa wa Ronda huko Nakuru Town West mwishoni mwa Januari. Sasa tukaripoti police station na hatujapata hata usaidizi yoyote serikali. Ulinzi hapa Nakuru imekuwa chini sana. Kamanda wa polisi eneo hilo akithibitisha kuwa visa vya ukosefu wa usalama vimeongezeka kwa kasi haswa katika siku 3 zilizopita. Aidha, takwimu zinaonyesha kuwa watu 38 wamedungwa visu ndani ya kipindi cha miezi miwili, watu 3 wakiuawa na wezi, huku mwizi mmoja akiuawa na wananchi. Kwa sasa hatujaweza kupata very good breakthrough over the matter, but we are still on it. We are investigating. Hayo ya kijiri, mkutano wa dharura wa wakuu wa usalama umefanyika jijini Nairobi baada ya wananchi kuwapiga na kuwaua wahuni wawili waliokuwa miongoni mwa waliovamia wakaazi wakiwa kwa pikipiki wakizunguka maeneo mbalimbali jijini. Kanda ya video ikionyesha wahuni hao wakiwapora watu hadharani kuanzia Lakisama, Thika Road, Westlands, Kileleshwa hadi Kilimani, huku wawili hao wakiuawa na umma. Video hii inaonyesha wahuni wakitoroka kwa pikipiki baada ya kuwaibia wanawake wawili mkoba. Mmoja wao anaonekana akiangusha begi hilo na kisha kulichukua tena. Kundi jingine linaonekana katika eneo tofauti likiwapora wapita njia kabla ya kutoroka.
Mkutano huo wa dharura uliitishwa kuweka mikakati ya kukabiliana na wahuni wanaowahangaisha wakazi wa Nairobi. Willy Lusige, runinga ya Citizen. Hali ya wasiwasi imetanda mjini Kitengela katika kaunti ya Kajiado kufuatia vurugu zilizosababisha kupigwa risasi kwa wanawake wawili. Inadaiwa ghasia zilizuka baada ya wahuni kuingilia mzozo wa siku 3 kati ya wachuuzi na maafisa wa serikali ya kaunti. Wachuuzi wanapinga kuhamishwa kutoka barabarani hadi ndani ya soko jipya lililojengwa, huku serikali ya kaunti ikisisitiza sharti wahame. Gatete Njoroge na taarifa hiyo. Kwa siku ya 3 sasa hali tete imeshuhudiwa mjini Kitengela, wachuuzi wakimenyana na maafisa wa kaunti wanaotaka kuwaondoa barabarani na kuwahamisha hadi ndani ya soko. Mtafaruku ambao umesitisha shughuli za biashara mjini humo. Ijumaa asubuhi, wachuuzi wakifunga barabara ya kuelekea sokoni iliwalazimu polisi kuingilia kati kujaribu kudhibiti hali. Inadaiwa ni hapo ndipo hali iligeuka na kuwa mbaya zaidi. Inasemekana mama huyu alipigwa risasi akiwa ndani ya duka lake na kupelekwa hospitali ya Kitengela na wasamaria wema. Sisi hatujajua shida yetu kwa sababu hata hapo kitambo tulikuwa na agreement tutakaa kwa barabara juu hatukuwa tumepata space pale kwa ile soko mpya. Na wakatuambia tukae kwa barabara tufunguange saa 5 tukigojea soko mpya inajengwa hapa chini. Sasa hatujui agreement nyingine ama hii mambo ingine ya kutoka kwa barabara imetoka wapi na iliongelelewa wapi. Wanawake wawili walipigwa risasi na wanauguza majeraha ya tumbo na mkono. Kwenye purukushani iliyoshuhudiwa, mali pia iliharibiwa. Jokofu la kuhifadhi bidhaa sokoni lililozinduliwa hivi majuzi liliharibiwa pamoja na ofisi ya chifu iliyoko karibu na soko. Hakuna hoka ametuletea shida. Shida ni guns. Tumewatambua, tumetoa honyo, hawezi tufanyia vile walifanya the other day. Na kitu kingine ningesema, tumepanga kufanya musako kuanzia siku ya leo. Siku 5 kuanzia leo. We have enough space in our market. 653 slots, empty slots in that market. In fact, if you go there, the first floor, the ground floor and the third floor. The first floor and the ground floor are completely empty and the ground floor is half empty. So we'll have enough space. Waliojeruhiwa wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Kitengela. Watu kadhaa walikamatwa katika operesheni ya kukabiliana na wale waliozua vurugu. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen. Kwingineko, familia moja kutoka Timboroa, kaunti ya Baringo, inaitaka serikali kuwasaidia kupata mwili wa jamaa yao aliyeaga dunia katika vita kati ya Urusi na Ukraine. Kevin Kang'o anadaiwa kupata ufadhili wa elimu nchini Urusi, ila alitakiwa kujiunga na jeshi la taifa hilo kwa mwaka mmoja kabla ya masomo. Na kama anavyotuarifu Laura Otieno, ombi hilo linajiri siku moja baada ya ubalozi wa Urusi nchini kukana madai ya kuwahadaa baadhi ya Wakenya na kuwatuma katika vita hivyo. Katika kijiji cha Timboroa, biwi la simanzi limegubika boma la Jacob Jehia. Picha hizi zikiwa kumbukumbu ya mwisho ya mwana wao Kevin Kang'o aliondoka nyumbani mwezi Septemba. Baada ya miaka 2 ya kutuma maombi ya ufadhili wa masomo katika taifa la Urusi, jibu lilirejea mwaka jana. Email inaniambia application iko successful na kama bado niko interested. So akareply na akasema ako interested. Akaambiwa in 2 weeks time ajitayarishe. Aidha, familia hii inadai kuwa Kevin alitakiwa kufanya mafunzo na jeshi la Urusi kwa mwaka mmoja kabla ya kuingia darasani. Msururu wa picha alizokuwa akituma kwa familia yake kila siku zilikatika mwezi Oktoba. Mwezi mmoja baadaye, ripoti za kufariki kwa Kevin zikabisha hodi. Kama imeenda hivyo, mwili nitapata namna gani? Ama ikitokea namna hiyo, mwili huwa inafikia familia namna gani? Kijana kaniambia frontline ni kubaya. Huko ni marisasi na mabomu 24/7 usiku na mchana. So recovery team kuingia kule ndio waweze kuretrieve mwili itakuwa ngumu.
Ombi langu kwa serikali, na ninaiamini sana, ni kwamba watu support tu mahali wanaweza, yani mahali tuseme mahali tumefika sisi, tumefika mwisho, watusaidia hapo mahali pengine, na ninaamini watatusaidia na watatushika mkono. Kilio cha familia hii kinakinzana na taarifa ya ubalozi wa Urusi iliyopinga madai ya kuwahadaa wa Kenya kupigana katika vita dhidi yao na Ukraine. Familia hii sasa ikisubiri kuona iwapo atapokezwa mwili wa Kevin kwa mazishi. Laura Otieno, Runinga ya Citizen. Hospitali ya rufaa ya Makueni inalaumiwa kwa utepetevu baada ya mgonjwa aliyefanyiwa upasuaji wa kung'oa jino kupata matatizo yaliyomwathiri kiafya. Evelyn Kamanthe anasema alienda kung'olewa jino kwenye hospitali hiyo mwaka 2021, lakini hali yake ya kiafya ikaathirika zaidi baada ya upasuaji huo na imemlazimu kufanya upasuaji zaidi ili kurekebisha hali hiyo. Ndio hali aliyoachwa nayo Evelyn Kamanthe baada ya upasuaji wa kung'olewa jino uliofanywa katika hospitali ya rufaa ya Makueni miaka 5 iliyopita. Alikuwa anaitwa Dr. Kisengule. Aliponiangalia, aliamka tu na kwenda kung'oa meno. So daktari akaniambia, usipokubali ni kung'oa hii meno, umekataa nikikutibu, na tutapatana kwa hospitali mingi ukitafuta matibabu. So wacha nifanye kazi yangu. Baada ya kung'olewa jino, ikawa side iko na uchungu mingi, hii yenye ilikuwa imeng'olewa meno. Siwezi pitisha hata ulimi hiyo side kwa hizo meno. Sasa ikawa kuna kitu kadogo kameanza hapa kwa uvimbe hapo mahali hiyo meno iling'olewa. Sasa kukawa kunatoka uzaa. Ugonjwa ulisambaa na kuathiri taya. Madaktari kwenye hospitali hiyo wakamweleza kutafuta matibabu zaidi katika hospitali ya meno ya Nairobi. Daktari akakuja akaniambia mali imefikia, itabidi tukutoe nyama iende Kenyatta. Utalipa 20,000. Nikamuuliza kwa nini, akaniambia lower jaw imeaffectiwa. Evelyn alifanyiwa upasuaji wa taya lake la chini ili kukomesha maambukizi kusambaa, na sasa anasubiri upandikizi wa mfupa wa taya. Sasa hii nangojea kutolewa mfupa ambao itatolewa. Daktari alisema itatolewa hapa ndio itengenezwe artificial jaw. Hospitali hiyo ya Makueni imekaa na madai ya utepetevu. Came back complaining that there was a bit of negligence on the side of the hospital. We fired back later to Nairobi University Dental Hospital. Was diagnosed after doing biopsy and the right investigation, was diagnosed of a bone tumor. Hospitali hiyo inasema iko tayari kumfanyia upasuaji anaohitaji. The patient was given a bill when the surgery was done, how much it will cost. After that, the patient hasn't gone back to the hospital again. Advise the patient to come back to the facility. Franklin Wala, Runinga ya Citizen. Familia moja huko Mombasa inalilia haki baada ya kifo cha jamaa yao kwa njia isiyoeleweka. Mfanyabiashara Desmond Barak kutoka Nairobi anadaiwa kufariki akipokea matibabu hospitalini tarehe 27 mwezi uliopita. Familia yake inadai marehemu alikuwa na majeraha kichwani, huku hospitali ya Makadara ikidai aliyemleta alisema alipata ajali. Francis Mtalaki anaarifu zaidi. Kwa zaidi ya mwezi mmoja, familia ya Desmond Barak imekuwa ikimsaka bila ya mafanikio mjini Mombasa baada ya kutoweka pindi tu alipofika katika shughuli zake za kibiashara. Taarifa za kifo chake zimeibua maswali chungu tele kuhusu sababu ya kifo chake, familia ikidai alikuwa na majeraha kichwani. Inasemekana alipata accident tarehe 26 mwezi uliopita. Aliletwa na msamaria mwema. So tushangaza ni ya kwamba hakuna details ambayo ilichukuliwa ya huyo msamaria mwema. Hiyo gari ilimleta, ni gari gani ilimleta, ndio at least tujue alipatikana, hata kama aligongwa kwa barabara gani. Juu umejua kitu inafanyika, tukiangalia hivyo walisema alikuwa na head injury. Kulingana na familia, taarifa walizopokea ni kuwa marehemu alifikishwa hospitalini akiwa hali mahututi, hospitali ya Makadara,
ikisema hakuna rekodi alizoacha jamaa aliyemfikisha hospitalini. Familia hii sasa inataka majibu na kanda ya CCTV ili kubaini iwapo jamaa yao alifika akiwa hai au la. Tumejaribu watutolee hiyo CCTV footage. Hadi sasa bado hatujaonyeshwa. Tumefanya everything that can give us even a leeway of who brought Junior here, either dead or alive. Coast General at large watusaidie tujue ni huyu ndugu yetu aliletwa hapa na nani, tupate kujua ni aligongwa wapi, akiwa na nani, wakifanya nini. Hospitali ya Makadara imekariri kuwa marehemu alihudumiwa kwa siku moja na kisha akafariki. Familia hii sasa inalilia haki kwa jamaa yao wanayosema ni mchumia juani, mfanyabiashara kutoka Nairobi ambaye maisha yake yalikatizwa ghafla. Maafisa wa polisi wameanzisha uchunguzi huku upasuaji ukitazamiwa kufanyika Jumatatu. Francis Mtalaki, Ringa ya Citizen. Bunge la kaunti ya Nairobi limeidhinisha kuundwa kwa kamati maalum ya kuchambua mkataba wa ushirikiano kati ya serikali ya kaunti na serikali ya kitaifa. Kamati hiyo yenye wanachama 21 itaanza kusikiza maoni ya wananchi kuhusu mkataba huo na kisha kuwasilisha ripoti yake katika bunge la kaunti. Katika kikao maalum cha bunge hilo, wajumbe waliusifu mkataba huo wakisema kuwa utaboresha utoaji huduma. Not a transfer of services. Honorable Speaker, we have cooperated with the government before. It is a historic moment that the drafters of the Constitution envisioned that Nairobi should and must collaborate with the national government. We as an assembly retain our oversight role. That is not going anywhere. Pursuant to Standing Order number 211, establish an ad hoc committee to consider the cooperation agreement executed between the Nairobi City County Government and the Government of the Republic of Kenya, and to report to the County Assembly of Nairobi. To study the said cooperation agreement and unpack its contents and implications. To examine the role of the County Assembly as far as implementation of the agreement is concerned. To table a report before the County Assembly of Nairobi recommending approval of the agreement with or without amendments or otherwise. May as many of the similar opinions say ayes. May as many of the contrary opinions say nays. The ayes have it. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutoka bunge la kaunti ya Nairobi, tunapumzika kidogo tu. Tunarejea hivi punde na mengi zaidi ikiwemo taarifa hii. Aida Odinga hojiwa kuhusu uteuzi wa ubalozi UNEP. Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Daktari Aida Odinga amehojiwa leo na kamati ya bunge kuhusu masuala ya kigeni kuhusiana na uteuzi wake kuwa balozi wa Kenya katika shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira UNEP. Aida ameahidi kufanya kipaumbele ajenda za Kenya kimataifa kwenye masuala ya mazingira. Na kama anavyotuarifu Brenda Wanga, Aida aliratibu tajriba yake katika masuala ya uongozi na wanawake na kuieleza kamati hiyo kuwa anamiliki mali ya thamani ya shilingi milioni 500. Msafara wa Aida Odinga uliwasili bungeni dakika chache kabla ya saa 4 asubuhi kwa msasa wa uteuzi wake kama balozi wa Kenya katika shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira. Mbele ya kamati ya masuala ya kigeni, Aida Betty Odinga, Aida alielezea kuhusu maisha yake na ujuzi wa kufanikisha kazi hiyo. How do you intend to demonstrate your professional, intellectual, personal capacity required to discharge the demanding responsibilities of Kenya's permanent representative to UNEP? The areas where I've worked, those areas have equipped me with a lot of knowledge on how to handle issues. Sometimes they are almost the same because it will involve planning. Akisema kazi yake ya ualimu na utetezi ilimtayarisha kwa jukumu aliloteuliwa na Rais Ruto kufuatia kifo cha mumewe. He always encouraged me and supported me
as I pursue my dreams. He was a constant, supportive pillar in my life. Daktari Odinga akifichua hali yake ya kifedha. There are things that belongs to me, Ida. And then there are things that belongs to the family, the Odinga family, for whom I also have interest. But my net worth is about 500 million. Hicho kilikuwa kifupi na kudumu chini ya saa moja, huku wabunge wakiamua kutambua mchango wake katika mapambano ya ukombozi wa nchi. Iwapo itathibitishwa, Daktari Odinga atawakilisha Kenya katika makao makuu UNEP yaliyoko hapa Nairobi. Kamati hiyo itawasilisha ripoti yake bungeni ili kujadiliwa wiki ijayo. Brenda Wanga, runinga ya Citizen. Cheche zinazidi kuwaka katika chama cha chungwa, huko kinara wa chama hicho Oburu Oginga akisisitiza kuwa ODM inatafuta kiti cha naibu rais katika mazungumzo yake na chama cha UDA. Haya ni huku mrengo wa Linda Mwananchi wa chama hicho ukisisitiza kwamba mkutano wao uliopangwa hapo kesho katika uwanja wa Amalemba huko Kakamega utaendelea licha ya gari lao lililokuwa limebeba vipaza sauti kuvamiwa katika eneo la Riat huko Kisumu. Melita Oletenges anaarifu zaidi. Kinara wa chama cha ODM Oburu Oginga alifanya kikao na baadhi ya wakilishi wadi kutoka kaunti ya Siaya hii leo kupanga mikakati ya mrengo huo katika kaunti hiyo. Oburu akisisitiza kwamba ODM ndiyo itaendesha mazungumzo na UDA na kuwa haja yao kuu ni kiti cha naibu rais. Whether it is disturbing some people or it is catching them on the wrong side, that is not really our worry. Our worry is our people, our worry is our party, our worry is our share. Hayo ya kijiri, lori lililokuwa linasafirisha vyombo vya kupaza sauti kwa ajili ya mkutano wa Linda Mwananchi ulilengwa na watu wasiojulikana mapema leo katika eneo la Riat huko Kisumu. Lori hilo lilikuwa limetolewa na mfadhili anayeunga mkono mrengo huo baada ya kutambua changamoto za sauti katika mkutano wao huko Kitengela. Viongozi walioko ndani ya mrengo huo wakizungumza muda mfupi baadaye huko Kisumu wamekashifu vikali tukio hilo. You know that at the very beginning when we were fighting for multi-party democracy, the state resorted to thuggery and the state now is resorting to those measures, which is unfortunate. Wamemnyoshea kidole cha lawama Rais William Ruto wakidai kwamba anawanyanyasa wanaopinga serikali yake. We have never seen a government that has panicked to this level just because Kenyans are trying to exercise their constitutional right of assembly, constitutional right of expression and freedom of speech. This thing is huge. It's a tsunami. It is unstoppable. No force on earth is going to stand on our way. So rest assured that with their machinations, this meeting is going to take place. Mrengo wa Linda Ground wa ODM utafanya mkutano wao kaunti ya Siaya hapo kesho, huku viongozi wa Linda Mwananchi wakiandaa mkutano wao katika uwanja wa Amalemba huko Kakamega. Mikutano ambayo inazidi kufichua tofauti za viongozi ndani ya chama cha ODM. Melita Oletenges, runinga Citizen. Tuingie viwanjani sasa ambapo mabingwa watetezi wa michezo ya vyuo vikuu nchini, Chuo Kikuu cha Kenyatta walianza vyema kampeni yao ya kutetea taji la mpira wa vikapu kwa wachezaji watatu kila upande kwa kukilaza Chuo Kikuu cha Maseno katika mechi ya ufunguzi iliyochezwa katika uwanja wa Chuo Kikuu cha Kabarak, kaunti ya Nakuru. Mabingwa hao watetezi walianza kwa ushindi wa alama 19-13 na hivyo kuimarisha nafasi yao ya kutinga nusu fainali. Kwenye mechi nyingine, Chuo Kikuu cha Teknolojia cha Murang'a kiliibuka na ushindi wa 19-12 dhidi ya Chuo Kikuu cha Kiufundi cha Mombasa, huku Chuo Kikuu cha Mount Kenya kikichapa Strathmore kwa alama 18-13. Na kwenye longalonga hii leo tunauliza, kufanya inda
inamaanisha nini? Kushikanisha vitu mingi pande hii na pande hii. Kama US into Kenya. Kitu intimate. Kufanya inda ni kuwa na wivu. Kufanya inda inamaanisha nini? Hiyo neno la Kiswahili kweli? Sijui kabisa hiyo. Kufanya tuseme kwa mfano kitu safi. Mfano unaenda mahali kwa michezo hivyo mnaenda kushindana. Labda mtu anainua kitu mzito ama maybe anafanya shughuli ambayo ni mzito sana. Kama vile una mradi wa kuweka maji, mbolea zinatoka hapo na mwagia maua. Naona kama ni historia ya inda hiyo. Kushikanisha vitu mingi pande hii na pande hii. Kama US into Kenya. Kitu intimate. Ya internet ama? Hiyo sitakujibu. Kufanya inda ni kuwa na wivu. Inda ni kuenda mbele za Mwenyezi Mungu. Inda ni muindaji. Inda si ile DJ Afro, ile anasemanga inda si ni kitu poa. Kama kucheza, kuwa na wivu na mtu mwingine. Kufanya perfect, kitu kiwe sawa kabisa. Kufanya bidii. Ni ile hali ya kugonga kitu. Wewe mwenyewe huwezi saidika. Ni kujituma. Uko na wivu tu. Tuseme kuna mahali unarusha kitu inaingia hapo. Hiyo ni ile wakati yenye maembe unaweka unachuna bila kuiva. Leo tumepata majibu ambayo sikudhania tutapata. Ya ajabu. Ya ajabu. Lakini wanajaribu. Wanajaribu kwa kufanya inda mne. Kuna binti mmoja hapo wamejaribu kwa sababu yule amesema wivu inakaribia kwa sababu kama hutaki mtu apate ama afanikiwe kwa kitu. Kwa hivyo wewe unakuwa ndo kizingiti. Unafanya inda. Kwa Kiingereza ndo wanasema you are just a mean person. Na pia bahili huwa hivyo, lakini usi ubahili kwa sababu bahili ni mtu ana kitu chake lakini hakupi wewe. Lakini yule unaweza kupata labda ni kiongozi amekaa anafaa kukusaidia kunufaika baada ya kufanya mradi lakini hataki. Kwa sababu hataki unufaike wewe. Sio hilo tu, ni kwamba huyu mtu anaweza kuwa nacho akaona huna wewe akasema ng'o pati. Unajua ile design ya watoto wadogo mko shule, wewe una lunch mwenzako hana, jamani mnaangaliana hivi, basi nipe japo kidogo. Bakari hupati. Anachukua anakupitishia karibu na kitu. Ndio inda. Kwa Kiingereza wanamuita miser. Yes, very bad. Hai, na kubabadua nkufanya nini? Kubabadua ni kuharibu kitu kutoka kwenye hali yake ya kawaida na kukipeleka kwenye hali mbaya, hususan wakati unakikunja au kukivutavuta. Wakati mwingine mabaraza haya yameweka mabango, umeweka bango lako la biashara kumbe liko barabarani sana. Ili kuweza kulianua wanakuja pale wanalivuruga, wanalibabadua. Naam. Hai, hebu sasa tuingie katika sehemu yetu ya nipe nikupe. Tuko naye Nahir, hujambo? Jambo. Karibu sana kwenye Longa Longa. Munene atakueleza yale maneno ambayo mtapokezana hii leo. Nahir. Naam. Umesikia neno letu la barabarani lilikuwa inda. Kwa hivyo leo nataka tubadilishane maneno ambayo yanaisha na nda. Kama hiyo inda. Inda. Na kumbuka kwenye siasa sasa kila mtu analinda. Na wengine pia ni makinda. Zamani ili ule inabidi uende kwenda kuinda. Nikiurusha mpira utadunda. Kwa Kiswahili kudinda sio kukataa. Hata mimi nafanya kazi kwenye kibanda. Na jioni ukienda umechoka unaingia kwenye kitanda. Na pia tuna Rais Ruto ambaye ni kamanda. Na wakati umetoka kwenye kazi naomba kwamba unafanya kazi kwa kiwanda. Nafanya kazi ya kiwanda ya kuunda vitu. Ukikimbia utangulie wewe umeshinda. Basi sijui kama wewe waweza kucheza kandanda. Munene waweza. Zamani nilikuwa na ukijaribu tutakufunga kibinda. Sijui kama utashinda ukicheza. Haya, asante sana Nahir kutoka Malindi. Asante.
Wacha tu. Watu wanasema sasa umeanza kushow off. Unafanya vizuri sana. Haya, hebu sasa tumpatie fursa Nuhu Zuberi Bakari aweze kutugania shairi la leo. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mpenzi mtazamaji mahala popote ulipo. Kwa bahati nzuri mimi wananiita al-Ustaz Pasua Nuhu Zuberi Bakari. Shairi langu la leo ni kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Nasema imefika Ramadhani, mwezi wa majazo mema. Na kwenda kama utakavyolisikia. Twamshukuru Mwenyezi, imefika Ramadhani. Huu ni mwezi azizi wa toba katika dini. Mola tumuombe razi atuondole dhambi. Imefika Ramadhani, mwezi wa majazo mema. Ni mwezi ulotukuka wenye rehema na toba. Twapaswa kuchangamka tulinde yetu aiba. Tuyapunguze mahoka mambo yawe marhaba. Imefika Ramadhani, mwezi wa majazo mema. Fanya bidii kutoa uwape wasojiweza. Ili uzidishe toa na Mola atakukweza. Utapata manufaa swala 5 kutimiza. Imefika Ramadhani, mwezi wa majazo mema. Yabidi tutubu sana tuyapate maghfira. Tumuombe Maulana isitufike hasara. Mambo ya leo na jana afanye yawe shwara. Imefika Ramadhani, mwezi wa majazo mema. Tukaeni itikafu katika 10 la mwisho. Na tusome misaafu tumakatupa kumbusho. Ndiyo njia ya kinifu ya hizi siku za mwisho. Imefika Ramadhani, mwezi wa majazo mema. Imefika Ramadhani, mwezi wa majazo mema. Kwa heri mtazamaji.